Nikiripoti wilaya Mbozi mkoani Songwe, langu jina ni Joseph Oncheng kutoka Kankono Media. Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ametoa salamu za rambirambi kwa familia, ndugu, jamaa na marafiki wa marehemu Mzee Edwin Mtei, akikumbukwa kuwa mmoja wa watumishi na viongozi wenye mchango mkubwa katika ujenzi wa taifa kwenye eneo la fedha, uchumi na mipango. Mzee Mtei alihudumu katika nafasi mbalimbali ikiwemo gavana wa kwanza wa Benki Kuu ya Tanzania mnamo mwaka 1966 hadi mwaka 1974. Aidha, Rais Samia amesema Mzee Mtei ataenziwa katika historia ya siasa ya vyama vingi kama miongoni mwa waasisi wa demokrasia ya ushindani wa vyama, pia mmoja wa waasisi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, yaani Chadema. Akizungumza na Mwananchi, Freeman Mbowe ambaye amewahi kuwa mwenyekiti wa Chadema amesema Mzee Mtei ameugua kwa kipindi kirefu na hali yake ilibadilika ghafla, na wakati wanamchukua kwa gari la wagonjwa kumpeleka hospitali ya Seriani alifariki dunia akiwa njiani. Makundi yenye silaha yamewateka nyara makumi ya watu waliokuwa wakihudhuria ibada katika makanisa mawili katika jimbo la Kaduna nchini Nigeria. Kiongozi mmoja mwandamizi wa kanisa alisema waumini zaidi ya 160 walitekwa nyara na watu wenye silaha wakati wa ibada. Hii ni tukio kubwa la hivi karibuni katika wimbi la utekaji nyara mwa halaiki nchini Nigeria, ambapo Wakristo na Waislamu wote wamekuwa wakilengwa. Makundi hayo yanajulikana kijijini kama bandits. Mara kwa mara hufanya mashambulizi kama hayo katika maeneo ya kaskazini na katikati ya nchi ili kupata fedha za fidia. Zaidi ya watu 39 wamethibitishwa kufariki dunia baada ya treni mbili za mwendokasi kugongana na kuacha reli karibu na mji wa Adamos, mkoa wa Cordoba, kusini mwa Hispania. Abiria walirushwa nje kupitia madirisha huku miili ikipatikana mamia ya mita kutoka eneo la ajali. Waziri wa uchukuzi wa Hispania, Oscar Puente, amesema chanzo cha ajali hiyo bado hakijafahamika na kuitaja kuwa tukio la ajabu sana, hasa ikizingatiwa reli zilifanyiwa ukarabati mwaka jana. Zaidi ya watu 48 wamelazwa hospitalini. Mkuu wa majeshi ya Uganda, Muhoozi Kainerugaba, amesema anataka kuona kiongozi wa upinzani Bobi Wine akiwa amekufa, siku chache baada ya Wine kudai kuwa alilazimika kujificha. Katika ujumbe aliochapisha kwenye mtandao wa kijamii wa X jana usiku, Kainerugaba amesema wamewaua magaidi 22 wa chama cha NUP tangu wiki iliyopita na kwamba anaomba gaidi wa 23 awe Bobi Wine, akizungumzia na chama chake cha National Unity Platform, yani NUP. Katika chapisho lingine amesema kuwa amempa Bobi Wine muda wa masaa 48 kujisalimisha kwa jeshi la polisi, la sivyo watamchukulia kama muasi na kumshughulikia ipasavyo. Bobi Wine amekosoa vitisho hivyo vya Kainerugaba na kuwataka wanajeshi kuondoka kwenye nyumba yake na kuwa mke wake na watu wake hawako salama. Shirikisho la kimataifa la soka FIFA limetoa orodha mpya ya timu bora za soka mwaka huu 2026. Morocco wamepanda kwa kiwango kikubwa zaidi katika timu za wanaume, wakifika hadi nafasi ya 8 licha ya kupoteza katika fainali ya michuano ya soka barani Afrika AFCON dhidi ya Senegal. Senegal walipanda hadi kufika nafasi ya 12 kutoka nafasi ya 17 waliopata mwaka 2024. Mwaka jana Morocco walikuwa katika nafasi ya 11 na nafasi bora waliowahi kushika katika orodha hiyo ya FIFA ni 10, ikiwa ni mwaka 1998. Mwisho wa habari. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment ili uweze kupata updates mbalimbali kutoka Kankono.